kipindi cha juma zima tumesikia habari ya Daudi, mtumishi wa Mungu, chaguo la Mwenyezi Mungu, ambaye Mwenyezi Mungu amempenda akamteua kuwa mfalme wa Israeli, akampa uwezo, nguvu na mamlaka. Hata Sauli pamoja na ukaidi wake, baadaye alikubali na kukiri kumwachia Daudi awaongoze wana wa Israeli. Na Daudi alijinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu. Alikiri kwamba yeye hastahili kuwaongoza wana wa Israeli isipokuwa kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Sifa zote hizo, na pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu amemteua Daudi, leo tunasikia Daudi anamkosea Mwenyezi Mungu, anatenda dhambi. Daudi sio tu kwamba anamchukua mke wa Uria na kulala naye, lakini pia anasababisha kifo cha Uria. Kwa hivi Uria anatangulizwa vitani, anauawa. Ni kwa sababu ya tamaa za kimwili za Daudi zilizomfanya amchukue mke wa Uria na kulala naye. Ndugu zangu, haya aliyofanya Daudi wengine tunayatenda katika maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Kuna wengine mnaaminiwa nafasi za uongozi, na wale mnaowaongoza wana matumaini na ninyi, lakini matokeo yake mnakuja kuwaumiza wale mnaowaongoza. Nakuwa padre na sema tumepata padre mzuri, lakini baadaye nakuja kuwa padre wa ajabu, nakuja kuwa sikitiko katika wito ule niliokuwa nao. Hali kadhalika watawa. Lakini hata kwenye ndoa, unafunga ndoa, mwenzako anaona amepata mke, amepata mume, nasha mnaanza vizuri maisha ya ndoa na familia. Mwingine anatoroka kwenye ndoa, anatafuta mwanamume mwingine, anatafuta mwanamke mwingine, na kuitesa familia, kuitesa ndoa yako. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu, tuombe kwa ajili ya watu wenye mamlaka na nafasi za uongozi katika kanisa na taifa letu. Tutambue dhamana tulionayo. Tunapaswa kuwa na uvumilivu dhidi ya majaribu ambayo daima yapo kila siku, ili katika dhamana hiyo tukijiona ama tukiwa ni chaguo la Mwenyezi Mungu, tuenende katika kuwaza, kufikiri na kutenda impendezavyo Mwenyezi Mungu. Sisi viongozi, nanyi wanandoa, mjaliwe maisha ya uvumilivu. Tujaliwe kutambua ukubwa na thamani ya vyeo tulivyo navyo ambavyo ni vya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.